Karibuni wanafunzi wa darasa la 5, la 6 na la 7. Leo tutaenda kujifunza sehemu mchanganyiko kuzidisha. Hili likiwa somo la 20. Moja kwa moja twende tuone mfano wa kwanza. Tuna 2/3 mara 9/8. Katika kuzidisha, kwanza kabisa tutaangalia kama tunaweza kurahisisha. Tukiangalia swali letu, tunaweza kurahisisha kiasi kwa asili. 3 gawanya kwa 3 ni 1. 9 gawanya kwa 3, 3. 8 gawanya kwa 2, 4. 2 gawanya kwa 2, 1. Kisha tutaenda kuzidisha kiasi kwa kiasi na asili kwa asili. 1 mara 3 tunapata 3. 1 mara 4 ni 4. Jibu letu ni 3/4. Twende tuone swali la pili. Kumi na 2/36 mara 9/18. Pia swali hili tunaweza kurahisisha. Twende turahisishe kwa 9. Kwa 9 1. 36 gawanya kwa 9 ni 4. Kwa 4 1. Kwa 4 3. Kwa 3 6. Kwa 3 1. Kisha tutaenda kuzidisha kiasi mara kiasi, asili mara asili. 1 mara 1 hii ni sawasawa na 1. 1 mara 6 hii ni sawasawa na 6. Jibu letu ni 1/6. Swali la 3. Tumepewa namba mchanganyiko, zidisha kwa sehemu rahisi. 1/4 mara 8/9. Kwanza kabisa tutabadilisha sehemu mchanganyiko kwenda sehemu iliyopita kiasi. 4 mara 1 4 jumlisha 1 tunapata 5. 5/4 mara 8/9. Twende tuone kama tunaweza rahisisha. Kwa 4 1. 8 kwa 4 2. 5 mara 2 tunapata 10. 1 mara 9 tunapata 9. Tumepata sehemu iliyopita kiasi, inabidi tuibadilishe kwenda sehemu mchanganyiko. Hii itakuwa ni sawasawa na 1 namba nzima baki 1/9. Na hili ndilo jibu letu. Twende tufanye swali la 4. Tumepewa 1/11/13 mara 1/5/21. Kwanza kabisa tubadili namba mchanganyiko kwenda sehemu iliyopita kiasi. 13 mara 1 13 jumlisha 11 unapata 24/13 mara 21 mara 1 21 jumlisha 5 unapata 26/21. Twende turahisishe namba zetu. Kwa 13 1. Kwa 13 2. Kwa 3 7. Kwa 3 8. 8 mara 2 hii ni sawasawa na 16. 1 mara 7 tunapata 7. Tumepata sehemu iliyopita kiasi, tutaenda kuibadilisha kwenda namba mchanganyiko. Tutagawanya 16 gawanya kwa
7 itaingia mara 2, utapata 14. Utatoa, utabakiwa na 2. Jibu letu ni sawasawa na 2 kubaki 2 ya 7. Naamini utakuwa umeelewa. Ni kuachie swali la 5 utafanya, kisha utaandika jibu lako kwenye comment section. Tuonane tena wakati mwingine. Bye bye.